Mtandao huu umejikita katika kuwajengea uwezo wanachama ambao ni mashirika na wanajamii. Kama hivi leo tulivyokuja, tunahakikisha tunawajengea uwezo kwenye masuala ya kisheria na kwenye masuala yanayohusu haki zao. Kwa mfano, haki za wanawake, haki za watu wenye ulemavu. Na vile vile kwa safari hii tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunawajengea uwezo watu wenye ulemavu ili waweze kufanya maamuzi sahihi tarehe 29 mwezi wa 10. Ni siku gani hiyo? Uchaguzi. Kwa hiyo sisi tumekuja kwa ajili ya kutoa elimu kwa mpiga kura. Tunaamini na tunajua kwamba kama alivyosema katibu mtendaji kwamba hawajawahi kuwakutanisha watu wenye ulemavu sehemu moja kama hivi. Kwa hiyo sisi tumeona tumepata kibali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya kutoa elimu kwa mpiga kura. Na sisi kwa sababu tunaangalia haki kwa makundi yote, tukaona tuanze na kundi la watu wenye ulemavu. Na kweli kama alivyosema, kwa Dar es Salaam nyie ndo wa kwanza kufikia. Tunatoa elimu ndio, lakini kwa kukutanisha watu hivi leo nyie ndo mmekuwa wa kwanza kuwafikia. Tuna watu wengine tunawafikia, lakini tukaona tuje hapa siku ya leo tuwafikie ninyi, muweze kufanya maamuzi, muweze kwenda kwenye kampeni, muweze kujua kwamba ni haki yenu ya kwenda kwenye kampeni bila kubuguziwa na mtu yoyote. Mnaenda kusikiliza sera, mnaenda kuuliza maswali na vile vile kujua zile taratibu. Unapofika kituoni ufanye nini? Na kama kuna chochote labda kama namna ya kuangalia kuhakiki taarifa zako kama kweli zipo. Naamini hapa mlienda kujiandikisha, si ndio? Mlijiandikisha? Ndio. Kama mlijiandikisha, na maana mjue kwamba nyie ni wapiga kura halali. Sawa? Na bila kuangalia unatoka chama gani au yule mtu unayetaka kumpigia anatoka chama gani. Kwa sababu ukiwa mpiga kura wewe unachoangalia, sikiliza sera, unamchagua mtu sio chama. Si ndio? Unachagua nani? Mtu na sio chama. Wewe unachoangalia ni kuangalia sera hii inanifaa, huyu mtu nilipata nafasi ya kumuuliza maswali akanijibu. Kwa hiyo mimi naona hizi zitanifaa, zitatufaa sisi watu wenye ulemavu. Na kura yako ni siri yako. Kuna kipindi cha kampeni kuna mambo yanapita, si ndio? Watu wana masuala ya rushwa. Usijishirikishe kwenye hayo mambo. Lakini vile vile hakikisha una hoji. Ile ni haki yako. Ukienda kwenye mikutano usikae kimya kusema sisi watu wenye ulemavu hawatatusikiliza. Wewe ni Mtanzania. Sheria haisemi kuna mtu mwenye ulemavu, kuna mwanamke au kuna nini. Wewe ni Mtanzania. Na kama tulivyosema kwenye mpiga kura ni nani? Ni Mtanzania yeyote mwenye umri kuanzia miaka 18. Si ndio? Ambaye amejiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Kwa hiyo kama ulijiandikisha, maana yake wewe ni nani? Ni mpiga kura. Kwa hiyo mtu hawezi kusema huyu ni mtu huyu ni mpiga kura, huyu hapana. Tunachojua wewe ni mpiga kura. Na kama ni mpiga kura una haki ya kupiga kura. Kwa maana kauli mbiu ya tume ni jitokeze, kura yako ni haki yako. Bila kujali wewe unatoka kundi gani. Bila kujali jinsia yako ni mwanamke au mwanaume. Jitokeze ukapige kura. Kusanya pamoja wananchi wa Segerea wenye ulemavu, nadhani ni kitu ambacho kimekuwa cha kihistoria, kwa sababu tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali, lakini hatujawahi kuwa na kusanyiko ambalo linawahusisha watu wenye ulemavu kwa pamoja, japo wamekuwa wakishiriki
kwenye shughuli mbalimbali mmoja mmoja, lakini sio kwa umoja kama ilivyokuwa leo. Tunaamini TANLAP itaendelea kushirikiana na wadau wengine kama ilivyo Kaya Foundation kuhakikisha kwamba inawafikia watu wenye ulemavu, wanajua haki zao, lakini na ushiriki wao kwenye shughuli za kiraia na kijamii na kiuchumi pia. Sababu ukiangalia halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na kata ya Segerea tumekuwa tukitoa mikopo kwa makundi mbalimbali, lakini kuna kundi la watu wenye ulemavu tumekuwa tukikaa tupate watu wenye ulemavu ambao wanachangamkia hizo fursa. Watu wenye ulemavu wajitokeze kupiga kura, washiriki uchaguzi, kuchagua viongozi ambao wanawataka. Kuna fursa, na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawapa kipaumbele watu wenye ulemavu kwenye michakato hii yote. Kwa hiyo naona taasisi na wadau wanavyoshiriki kukaa na watu wenye ulemavu washirikishe pia na namna serikali inavyoshiriki kuandaa michakato ambayo inawajumuisha na wao pia. Kwa hiyo niwapongeze, tuendelee kuwakaribisha pia kushiriki kwenye michakato mizima, lakini hata mikutano ya wananchi pengine tutawaalika muweze kuja kutoa elimu, kwa sababu TANLAP lakini na Kaya Foundation kama mwanachama wa mtandao. Kaya Foundation iko kwenye kata ya Segerea, mtaa wa Machimbo. Kwa hiyo tutakuwa tunashirikiana nao kuhakikisha wanatoa elimu kwenye mikutano yetu ya wananchi, ili wananchi wote wa kata ya Segerea wapate uelewa mkubwa. Ni mlemavu wa macho au asiyeona. Nimekuja hapa kupata elimu ya mpiga kura, kujua haki zangu kama mpiga kura ni zipi na haki yangu mimi kama mlemavu katika kupiga kura ni ipi. Kwa hiyo nimekuja hapa, nimepata elimu, nimejua kuwa mimi mlemavu nina haki ya kupiga kura kama Mtanzania mwingine yoyote, na nimejua pia utaratibu wa kupiga kura ambao nilikuwa sijui, nilikuwa siufahamu kwa kina, lakini hapa nimepewa elimu nzuri kabisa kwamba natakiwa nije muda gani wakati wa kupiga kura, ni siku gani, ni tarehe ngapi, na utaratibu kama mimi mtu ninayeishi na ulemavu na ninaotakiwa kufuata, na pia kipaumbele tulichopewa na Tume ya Uchaguzi sisi kama walemavu kupata wepesi wa kupiga kura. Kama nisingejua basi labda ningekuja nikakaa nyuma kwenye foleni na hali yangu ngumu, lakini kwa sababu nimeshajua kwamba napewa kipaumbele na natakiwa niende moja kwa moja, basi nimepata hiyo elimu na nimenufaika kwa kweli. Nimejua haki yangu mimi kama Mtanzania na kama mlemavu, nina haki ya kupiga kura na haki na utaratibu upi natakiwa niufuate katika kupiga kura. Basi nimefahamu kwa kweli, nimenufaika, na washauri wa Tanzania wenzangu na watu wanaoishi pia kwenye hali ya ulemavu wote tujitokeze tarehe 29 tumchague kiongozi aliyekuwa bora. Nashukuru sana kwa somo ambalo la leo kuja kutuelewesha kuhusu uchaguzi. Nashukuru, tumeelewa, nimejifunza kujua umuhimu wangu wa kuchagua viongozi, pia na kujua kaya yangu ambao natokea mpaka naenda kuchagua viongozi. Nashukuru kwa sisi watu muhimu kupewa kipaumbele katika hili, maana mpaka unapewa mafunzo unaelewa. Kuna wengine hawaelewi na bado hawajafikiwa katika hili. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, nimeelewa mafunzo, nitafanyia kazi inshallah. Kwa kunufaika tunanufaika, na ni muhimu kweli. Kwanza tunashukuru kwa sisi kupewa elimu, maana kabla hatukuwa na darasa wala semina yoyote ambayo inahusu ulemavu, labda ufanye hivi katika labda biashara tuwe tuna elimu, yani elimu ya biashara hakuna, tulikuwa hatupewi. Pia tulikuwa hatupewi elimu ya uchaguzi tuseme, yani hatuna. Lakini sasa hivi tumepata elimu, tumeelewa nini maana ya uchaguzi, nini maana ya biashara, nini maana hili hivyo. Kwa tunashukuru kwa hilo ambao kidogo tunapata uelewa, maana hapo awali tulikuwa hatuelewi. Tunashukuru kwa Kaya kufanya hili. Pia tunaomba kama kuna taasisi nyingine waendelee kujitokeza kutupa elimu, wasiogope. Sisi tupo, tutaonesha ushirikiano, na sio hawa watu, hata wengine wanaokuja tutapokea pia.